Wilaya ya Karagwe ni miongoni mwa wilaya hapa mkoani Kagera ambazo zimekuwa zikiripotiwa kukumbwa na matukio ya vitendo vya ukatili kwa watoto, ambavyo wakati mwingine watoto hufanywa na watu wao wa karibu, licha ya uwepo wa sheria ya mtoto mwaka 2009 ambayo inatambulika kimataifa kumlinda mtoto. Katika kutazama swala hili kwa upana, uongozi wa shirika la kuhudumia watoto na vijana wenye ulemavu wilayani Karagwe, CBIDO, umeanza kutekeleza mradi wa Wezesha Mtoto kwa ufadhili wa Lilian Foundation kupitia mshirika mkuu Beyond Inclusion Tanzania, ambao utashirikisha wadau ili kupinga vitendo vya ukatili kwa watoto, kama anavyosema Donatus Kayura kwa niaba ya mkurugenzi wa shirika la CBIDO wakati wa kikao cha pamoja kilichowakutanisha wadau wao pamoja na uongozi wa shirika hilo katika ukumbi wa Benjamin O eneo la Nyakanongo kata ya Kayanga Mei 8 mwaka huu. Sisi tunaamini kwamba maendeleo ya kweli lazima yazingatie ulinzi na usalama wa watoto, kwa sababu watoto hao tunawaona ndio viongozi wa baadaye, na hatuwezi kuwa na viongozi wa baadaye waliotokana na madhara ya ukatili. Na kama nilivyosema hapo awali, madhara ya ukatili ni mengi sana, kwa sababu waathirika wengi wanaathirika kisaikolojia, wengine wanafikia hatua ya kujidhuru wenyewe na kuishi kwa msongo mkubwa wa mawazo. Kwa hiyo hivyo maumivu ambayo sio ya muda mfupi ni maumivu yanayoleta majeraha ya muda mrefu, yanaweza kuathiri pia maisha yao ya baadaye. Mkuu wa idara ya ustawi wa jamii wilayani Karagwe Biokusi Makayura ameeleza jinsi ukubwa wa tatizo ulivyo kwa vitendo vya ukatili kwa watoto wa wilaya hii kwa kutoa takwimu. Kwa mwaka 2025 K ilikuwa ni 44, Mei ni 109, jumla ni 153. Januari Aprili 17 kwa 29, jumla 46. Zilizoenda mahakamani ni 10, zilizohukumiwa ni 8. Tukija eneo la kingono, kubaka na kulawitiwa au kujaribu kubaka, kuna mwingine anajaribiwa kubaka lakini anabaka. K ilikuwa ni 35, halafu Mei kwa mwaka 2025 K ilikuwa ni 35, halafu Mei ilikuwa ni 6, jumla ilikuwa ni 43. Halafu kwa Januari Aprili ilikuwa ni 14, Mei ilikuwa ni 0, hamna mtoto aliyelawitiwa. Zilizoenda mahakamani kwa 2025 na Januari to Aprili 2026 ilikuwa ni 21 na zilizopata hukumu ni 11. Lakini pia kuna mimba za utotoni kwa mwaka 2025 zilikuwa ni 6, lakini kwa Januari Aprili zilikuwa ni 8. Baadhi ya wadau walioshiriki kikao hicho akiwemo mwenyekiti wa mamlaka mji mdogo wa Kayanga Project Kajuna, Ignas Rugemalira, katibu wa chama cha watu wenye uarubino wilayani Karagwe, na Caroline Kalindo kutoka idara ya maendeleo ya jamii wilayani Karagwe wametoa maoni yao. Ukatili uko mwingi sana, na jamii wakati mwingine hawako tayari, hata kwenye matukio yaliyothibitika jamii wakati mwingine haiko tayari, kwa sababu aliyefanya ni jirani, kakitandugo kikwetu huku tunaita. Kwa hiyo unakuta hawa watu wakipeleka mtu bila ushahidi, kesho utamuona mtaani. Ni kwamba madhara anayoyapata mtoto kufanywa ukatili yanaanzia kwenye familia, ndugu wa nyumbani, baba. Kwanza tukienda kuangalia, yani mimi maumivu yangu ni nini? Leo hii unakuta baba analeta kesi, anasema mimi mke wangu ananinyima tendo la ndoa. Wana mtoto wa kidato cha 5, wanalala chumba moja, labda tuseme ni chumba ya kupanga. Watoto 5 wote kuanzia miaka 0 mpaka kidato cha 5 wote wanalala chumba hicho hicho, na mama anadaiwa haki ya ndoa labda saa 2 saa 3. Sasa mama anasema unawezaje kufanya hiki mbele ya watoto? Katika upande wa ulinzi na usalama wa mtoto, kampeni hii inatekelezwa kwa kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na haki za mtoto na haki za binadamu kwa ujumla, ambapo inatoa elimu namna ya kuzilinda na kuzitekeleza haki za mtoto. Pia inashirikiana na wadau wengine katika kutoa elimu ya ulinzi na usalama wa mtoto na haki za mtoto kwa ujumla. Afisa ustawi wa jamii katika shirika la CBIDO anaamini kwa mradi wa Wezesha Mtoto utaleta tija katika jamii. Kwa majina naitwa Beatrice Andrew, ni afisa ustawi wa shirika la CBIDO. Katika mradi huu wa Wezesha Mtoto na katika kipengele hiki cha ulinzi na usalama wa mtoto, na kwa kwanza tulivyoanza na
na mjadala au mdahalo kutoka kwa wadau mbalimbali wa Karagwe na maeneo mengine, tumeweza kwa pamoja kufahamu nini kifanyike. Tungefanya sisi kama CBDO kuja na vitu vya nini kifanyike, sisi kama CBDO pengine tusingefanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tuliona ni bora tuwashirikishe wadau, tujue nini kifanyike kutoka kwa wadau. Kwa hiyo kutokana na yale tulioyajadili na tuliokubaliana kwa pamoja, tunaenda sasa kuyafanyia kazi huko vijijini. Nikiripoti kutoka katika eneo la Nyakanongo, kata ya Kayanga, wilayani Karagwe, mimi ni Jovinus Ezekiel wa Karagwe Media Online TV.